Na mtazamaji wa Kawabe Media, karibu kwenye Kawabe News. Na leo hii tunakusogezea habari ya Tundu Lissu. Huyu ni mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, ambapo tayari ametua mahakamani kusikiliza kesi zinazomkabili na zinaendelea katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Na kama unavyoona hapo, ulinzi umeimarishwa mahakamani Kisutu leo hii kwa ajili ya kuhakikisha kwamba kesi hiyo inakwenda sawa. Lakini mbali na ulinzi kuimarishwa, video inakuonesha foleni ilikuwa ni kubwa kweli, ambapo inaonesha wananchi wakiwa wanaingia mahakamani kwa foleni na kusikiliza kesi ambayo inayomkabili mwenyekiti huyo wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, yani Tundu Lissu. Lakini video nyingine hapo inakuonesha mwenyekiti wa Chadema kanda ya Pwani Boniface Jacob na mjumbe wa kamati kuu ya chama hiko Godbless Lema wakiingia Kisutu kwa ajili ya kufuatilia kesi zinazomhusu mwenyekiti wa chama hicho ambaye ni Tundu Lissu. Mdogo wakiwa wanasogea ndani mmoja badala mwingine. Lakini video nyingine ambayo inakuonesha ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika, wakili msomi Boniface Mwabukusi akiingia katika viunga vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kesi zinazomkabili mwenyekiti wa chama hicho ambaye ni Tundu Lissu. Mdogo naye pia Kibatala akiwa anajisogeza, wakili msomi Peter Kibatala akiingia katika viunga vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam kwa ajili ya kusikiliza kesi ambayo leo hii inaendelea kusikilizwa pale katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Lakini kama unavyoshuhudia hapo, wananchi pamoja na watu mbalimbali ambao wamejitokeza kwa wingi kabisa kwa ajili ya kusikiliza kesi ambayo inaendelea kwa mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Tundu Lissu. Lakini hii hapo video ambayo iko inakuonesha Tundu Lissu tayari yuko mahakamani na amefikishwa kwenye chumba nambari 1 mahakama ya hakimu mkazi Kisutu Dar es Salaam kwa ajili ya kuanza kusikiliza kesi yake zinazomkabili. Endelea kufuatilia Kawabe Media kwa ajili ya kupata habari mbalimbali kutokea hapa mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Na hata pia video nyingine ambayo inakuonesha ni viongozi baadhi yao wakiwa tayari wamewasili katika viunga vya ukumbi wa mahakama Kisutu tayari kusikiliza kesi ya Tundu Lissu. So endelea kufuatilia page zetu kuanzia Instagram, Facebook, Thread, X, YouTube. Tunapatikana @Kawabe Media kwa ajili ya kupata habari mbalimbali na tutakusogezea kila habari ambayo inayotokea hapo katika viwanja hivi vya mahakama ya hakimu mkazi Kisutu. Yes, lakini pia kama tunavyojua, Lissu ni mmoja kati ya wanasiasa mashuhuri nchini Tanzania na mpinzani mkuu wa kisiasa katika kipindi cha hivi karibuni, na anakabiliwa na kesi mbili tofauti. Kesi ya kwanza inamhusisha na tuhuma za kuchapisha taarifa za uongo kupitia mtandao wa YouTube, wakati kesi ya pili ni ya uhaini ambayo ni miongoni mwa makosa mazito yanayoshughulikiwa kwa umakini mkubwa na vyombo vya sheria. Awali usikilizwaji wa kesi hizi ulifanyika kwa njia ya mtandao, hatua iliyochukuliwa kwa mujibu wa miongozo ya mahakama na mazingira ya kiusalama pamoja na kuzingatia maendeleo ya teknolojia. Hata hivyo, mnamo Mei 6, 2025, hakimu mwandamizi Mheshimiwa Geoffrey Mhini alitoa uamuzi mpya akieleza kuwa Lissu ahudhurie mahakamani ana kwa ajili ya kuchapisha taarifa za uongo. Sababu za mabadiliko hayo hazikufafanuliwa kwa kina, lakini inadaiwa kuwa mahakama ilihitaji kuwepo kwake moja kwa moja kwa ajili ya hatua muhimu za kisheria. Kwa upande mwingine, kesi ya uhaini itaendelea kusikilizwa kwa njia ya mtandao kama ilivyokuwa awali kwa mujibu wa uamuzi wa mahakama hiyo. Kesi hizi zimezua mjadala mpana katika duru za kisiasa na kijamii, huku wafuasi na wanachama wa Chadema pamoja na wadau wa haki za kibinadamu wakifuatilia kwa karibu mwenendo na mchakato wa kisheria. Itakumbukwa kuwa Tundu Lissu amerudi nchini hivi karibuni baada ya kuwa nje ya nchi kwa miaka kadhaa akipata matibabu na kushiriki harakati za kisiasa akiwa uhamishoni. Kurudi kwake nchini kuliibua matumaini kwa baadhi ya wananchi kuhusu hali ya kisiasa ya Tanzania, lakini pia kuliambatana na changamoto mpya za kisheria zinazomkabili sasa. Mahakama inatarajiwa kutoa mwelekeo zaidi juu ya hatua za mbele kuhusu kesi hizi mbili, huku macho na masikio ya Tanzania wengi yakiwa yameelekezwa Kisutu leo. Na hii ni Kawabe News.